Ngoja nimalize kwa wanaume, nimalizie kwa wanaume. Wapi? Wanaume pigeni makofi, tumemaliza kwenu. Wanawake. Hitaji la kwanza la mwanaume sio kuambiwa ana msuli, kajazia, handsome. Hitaji la kwanza la mwanaume ni kuwa satisfied kwenye tendo la ndoa. Yaani mwanaume bora umnyime ugali. Alafu unafahamu sayansi inasema sisi we don't want sex, we need. Yaani kama vile gari lazima iende sheli, tunahitaji. Yaani sisi ndio maana hatuna menstrual cycle, sisi hatuna mwezi. Sisi tuko tayari wakati unaofaa na usiofaa. Wakati wa vita, wakati wa raha tunataka mambo. Ndivyo tulivyoumbwa. Ukitaka suluhisho muulize Mungu, kwa nini alitengeneza namna hii? Wanaume si kweli? Tuko hivyo. Shida inakuja sasa hivi unakuta kupata sex una explain kama unaomba mkopo NMB. Mke wako mwenyewe. Na hata akikuruhusu atakavyokuwekea atakubania miguu nini, mwisho wa siku unakuwa kama uko gym vile unavyojipinda. Kwa sababu amekaa amepinda hajigusi, anatamani ushindi iwe njiani uahirishe. Na wewe unajiendea tu mwanaume unaenda kama unamwendesha kuta vile. Unajituma mtumishi. Unafika mwisho uko katikati ya raha na machungu. Jasho linatoka, furaha unashindwa kuelewa hii juisi ya furaha ya uchungu. Chozi linatoka na jasho unashindwa kuelewa hivi chozi au jasho. Anakuangalia mwenyewe, anatamani ushindiwe katika, tunajituma tu hivyo hivyo. Unatumia maandiko yale. Wale wake afanye kazi ya Bwana kwa ulegevu, mwenyewe unakoma. Jamani, Maza amesema pale, anamfuta, anamtengeneza miguu whether ameona message mbaya au hajaona message mbaya. Mara nyingine umekwaro, tumeumizana, lakini jamani just relax, alafu mambo mengine mtaongea baadaye. Huo wakati anahitaji. Ndivyo walivyo wanaume, ndivyo walivyo. Wewe ngoja nikwambie, shangaa. Na ngoja niwaambie wanawake. Zamani wakati nafanya counseling, wakati naanza nilikuwa nashangaa, au hizi couple session nilikuwa nafanya. Tunafanya couple session, wanaume wanasema Chris, tuongea na wake zetu, hawatupi sex. Yaani wanaume wanataka. Hadi siku hizi naona kama paradigm ina change. Watu wengi wakija ofisini wanawake, please muulize huyu, mwezi mzima hajanipa, wiki nzima hajanipa. Nashangaa wanaume mbona tunaangushana tena siku hizi. Yaani siku hizi Digidigi anamkimbiza Simba. Badala ya Simba mkimbize Digidigi. Yaani sasa hivi unashangaa mama anajipika, anachonyoa, baba anajificha kwenye kona ya kitanda kabisa, hataki kabisa. Shangaa jamani, sala le. Kulikoni? Afu wa baba siku hizo wanasingizia nimechoka. Nilikuwa niko busy. Kichwa changu na mambo na project naandika ya biashara. Kwa nikwambie, mwanaume hawezi kushindwa sex kwa kutoka akili. Hakuna. Hatujaumbwa hivyo sisi. Yaani ukiwa na stress ndio unahitaji. Ukiwa umepanic ndio unataka ndio iwe kiburudisho, ndio gazeti, ndio TV, ndio kila kitu. Unataka uende hapo. Na ukishamaliza unajisikia sasa akina mama, ukiona nakwambia nimechoka, si misuli imekaza, si kichwa. Tena wanaume, juzi mama mmoja akaniambia mume wangu siku hizi anakuja kitandani na Panado. Yaani akiona anamwambia baba nani vipi, anakuambia si unaona nimeshaweka na maji hapa. Nikamwambia uongo. Sisi hatujaumbwa hivyo. Muulize Miriam pale, nikichoka ndio moto unazidi. Ndivyo tumeumbwa. Sisi tumeumbwa hivyo. Yaani nikiwa na stress, alafu
Ngoja nikwambie, wanawake ndio wameumbwa a unit system. Wanawake wameumbwa na Mungu, system yao ya mwili mmoja iko connected. Akiumizwa akili mpaka sex life yake inaharibika. Akiumizwa hisia mpaka sex life yake inaharibika. Ukimuuzi kwa kineno kidogo anaumia. Sisi hatujaumbwa hivyo. Sisi tumeumbwa tuna vichwa viwili, cha huku chini na cha huku juu. Ugomvi wa kwako ni wa hichi kichwa chenye ubongo. Huku chini hakuna tatizo na wewe. Kwa hiyo ukiona tumegombana kufika chumbani, afu nakwambia, unafahamu mkishagombana ukienda chumbani huwezi kuanza ile maneno. Unasogea, mama anaona kuna kitu kigumu kama mbao hivi na mgusa pembeni. Anashangaa nimelala na chaga, nimelala nini? Hiyo ni message kwamba get ready. The fire is coming. Kubishana akasema rafiki alikuwa awezake kulania, anasema mume anamwambia mke wake hayakani kurenge. Wanawake, hitaji letu la kwanza ni sex. Afu ngoja nikwambie wake zetu. Wake zetu wanafikiri kwamba kila utakapofanya sex lazima yani wewe jana sijaenjoy, juzi sijaenjoy. Haiwezekani, hatujaumbwa hivyo. Yani mwanaume sex zote huwa lazima uenjoy, lakini mara nyingine sio zote wewe lazima uenjoy, lakini inabidi umsaidie kwa sababu tumeumbwa hivyo. Ndio Mungu kwa sababu by nature mwanaume anaejaculate mapema. Ni biolojia hiyo. Mwanaume ana kiu za mara kwa mara kuliko wewe. Mwanamke ukimshughulikia vizuri, ukiondoka mwezi anaweza akawa anakusubiri tu hata miezi mitatu. Mwanamume unavompa zaidi ndio anataka zaidi. Sisi tuko kama kisu cha buchani, kinakata zaidi kinakuwa kikali zaidi. Unataka kujiuliza kwa nini? Muulize Mungu. Hilo ni hitaji. Ila ngoja niwaambie wanaume, sasa pamoja na hivyo, sasa na wewe unamkagua na kumwambia umefika, unaendaje hapo? Nimeenda kidogo. Ili na yeye support na yeye. Maana kwenye ndoa kuna mama mmoja akaja ofisini kwangu ana miaka 15 na watoto 5. Ana watoto 4 kwenye ndoa, 15 years. Naongea naye mambo ya ejaculation, naona hanielewi. Nikaona badilisha sentence, nikasema kileleni, hanielewi. Nikamwambia mama, kuna hali kama hii. Akaniambia mimi sijui hiyo ndo nini. 15 years kwenye ndoa. Hajui kileleni. Sema kileleni anajua Kilimanjaro. Hitaji la kwanza nimemaliza. Hitaji la pili la mwanaume, very important. Hitaji la pili ambalo ameligusia pia Maza ni respect. Heshima. Mwanaume anahitaji kuheshimiwa. Wanawake wengi siku hizi wanakimbia hiyo kitu, hawataki kuisikia heshima. Wanasema hiyo ni mambo ya dini, hiyo ni mambo ya imani. Ngoja nikwambie, mimi ni mtu wa tafiti. Zaidi ya imani 9 zinazungumza kuhusu mwanaume kumpenda mwanamke na mwanamke kumheshimu mwanaume. Imani, sizungumzi madhehebu, nazungumza imani. Yani maana yake Buddhist, Orthodox, Islam, Christian, more than 9 zinazungumza. So shaka kwa nini zote zizungumze mwanamume kupenda, mwanamke kuheshimu? Let me tell you, nenda kwenye relationship yoyote, nenda kwenye relationship ambayo mwanamke hataki kuwa submissive, hiyo relationship ina shida. Mwanaume ameumbiwa. Ngoja nikwambie, hata wale Mario ambao wanatunzwa na wamama wenye hela, somehow wanataka to feel respected. Na once anapoona kwamba domination inakuja kwa material alafu hawi respected, anaondoka. Ni ngumu au ana behave. Ngoja nikwambie, kisasi cha mwanaume asiyeona respect, unajua kinaitwaje? Kinaitwa revenge. Bali kupesi. Kisasi cha mwanaume ambaye hajaona respect kinaitwa revenge. Na mwanaume akikupa revenge, hakwambii, anafanya kwa siri tu. Shangaa na mwanamke, shangaa amezaa huku, shangaa na rudi usiku, shangaa kana marafiki zake, unashangaa anajibu vibaya, unashangaa na kucrash kila kitu. Somehow kwa nini? He feels disrespected. Sasa huku hatuongei obedience sana. Obedience, kwa nini tofauti ya obedience? Obedience ni more kwenye action, ni kwenye vile mume amesema unafanya. Hiyo ni obedience, lakini ni level ndogo. Level kubwa ni ile maandiko yanayosema submission. You submit
Kusubmit maana yake hata unapokuwa mwenyewe ndani ya moyo wako uko much convinced kwamba this guy is the head of the family. Uko convinced. Hiyo ndio submission. Sasa wanawake wengi wanakimbia hiyo kitu. Na ngoja nikwambie, ubongo wa mwanaume hautafsiri love. Unatafsiri love kwenye respect. Yaani maana yake unavyomheshimu ndivyo anatafsiri nini? Love. Mwanaume hajui kuheshimu. Yeye anajua kupenda. Na yeye huwezi kumwonyesha mapenzi. Unamwonyesha heshima, yeye anatafsiri nini? Mwisho. Mwanamume ana kiu ya kuona au ya kuwa na mke ambaye ana make friends nyumbani. Mwanamke ana kiu, mwanaume ana kiu ya kuwa na mke ambaye anaweka tofauti nyumbani. Yaani mume ambaye akiwa na mke akisafiri, mume anaona tofauti ya mama akiwepo na mama akiwa. Sio unaoa unatamani chakula cha dada kuliko cha mke wako, kwa sababu mke wako hawezi kupika vizuri. Unakuwa na mke kuna vitu na admire kwa mtu mwingine kuliko ambavyo ni majukumu ya mke. Mume hata kama mchafu, kuna vitu anatamani kuona qualities fulani ndani. Kwa anatamani kuwa na wife ambaye ana make difference, ana make tofauti. Sasa what is the difference kwa na mke ambaye everything at home kiko vile. Swali wa mwisho, kila mume anatamani kuwa na mke ambaye ni attractive, anavutia. Ingawa na wengine tunapenda anavutia, ingawa tuko tayari kugaramia. Mke wangu ananukia, afuata ujipa perfume katoa wapi? Lakini tunatamani. Sasa unashangaa wakati mnachumbiana, wakati ukiponi alikuwa na ukimtembelea analala na vinani vile vilaini vile. Ukitembea amevaa kimembana kile. Mmeoana miaka mingi na mtoto mmoja, na kipande cha jeans. Ana kitenge. Ana nguo ngumu mpaka inakuumiza. Mama, kuna vita? Kumbe wote ni mkakati wa kuwekea mazingira magumu kufanya nini? Okay, hitimisho. Mwanamke, timiza responsibility yako kwenye ndoa yako, respect mume wako, kufanya majukumu yako, na wanaume tulioko hapa na sisi tuchukue nafasi yetu kufanya